Kulikuwa na binti mdogo wa pekee aitwaye Nimanai aliyeishi katika kijiji cha namba 3. Familia yake ilikuwa tajiri, ikiwa na mashamba makubwa, mifugo mingi, na watumishi wengi waliokuwa chini ya uangalizi wa baba yake, Mzee Hamani, na mkewe, Bi Amina, lakini maisha yao yalibadilika ghafla baada ya binti yao mpendwa, Nimanai, kupatwa na ugonjwa wa ajabu akiwa na umri wa miaka 7. Mara kwa mara alikuwa akizimia na alipozinduka, akili yake haikuwa sawa kwa siku kadhaa kabla ya kurudi katika hali ya kawaida. Wazazi wake walitembea kwa waganga na wataalamu wengi wakitafuta tiba, lakini hawakufanikiwa. Baada ya miaka 2 ya gharama kubwa za matibabu, walifilisika. Watumishi wao walitoweka na hata wanakijiji waliokuwa wakitegemea msaada wao walianza kuwadharau. Hatimaye, familia hiyo ilifukuzwa kijijini kwa madai kuwa walileta mikosi, na ugonjwa wa Nimanai huenda ungeweza kuwaambukiza watoto wengine. Wakiwa hawana pa kwenda, waliondoka kuelekea kusikojulikana. Njiani walikumbwa na njaa na kiu, na Nimanai akaanza kuugua homa kali. Baada ya masaa mengi ya kutembea msituni, walifika mbele ya jumba la kifahari lenye bustani nzuri na mabwawa ya maji. Walipokaribia, walikutana na mwanaume mrefu wa Kiarabu aliyevalia kanzu na kilemba, akitoka ndani ya jumba hilo. Walipomweleza matatizo yao, aliwakaribisha ndani na kuahidi kusikiliza shida zao kesho. Walipatiwa chakula cha kutosha na Nimanai akapewa dawa ya homa. Asubuhi iliyofuata, Mwarabu huyo aliyeitwa Yusufu, aliyekuwa na vijakazi wawili wa kike na kijakazi mmoja wa kiume, alisikiliza hadithi yao kwa makini. Baada ya kuwahurumia, aliwaambia kuwa yuko tayari kuwasaidia kwa sharti moja pekee. Aliwapeleka katika chumba kimoja kilichojaa panya wengi. Walishangazwa sana walipoona panya mmoja mweupe kama pamba. Mzee Hamani akasema, huyu panya ni mzuri sana. Katika maisha yangu yote sijawahi kuona panya mweupe kama huyu. Mwarabu Yusufu alicheka na kusema, panya huyu ndiye sharti lenu. Wakati huo, Nimanai alikaa nyuma ya mama yake, Bi Amina, akimwogopa panya huyo mweupe aliyemsogelea na kumlamba miguu. Yusufu akaendelea kusema, mtoto wenu nitamsaidia, lakini kwa sharti moja, atalazimika kuolewa na panya wangu huyu mweupe atakapofikisha umri wa miaka 17. Kuanzia sasa atabaki kuishi nami akiwa mchumba wa panya wangu. Mzee Hamani na mkewe walishangazwa. Inawezekanaje binti yetu kuolewa na panya? Mzee Hamani alihoji. Mwarabu Yusufu akawajibu, isipokuwa hivyo, siwezi kuwasaidia. Baada ya mashauriano ya muda mrefu, mama yake Nimanai alisema, mume wangu, itabidi tukubali. Mtoto wetu apone kwanza. Kumbuka mganga wa mwisho aliyesema binti yetu hatamaliza mwezi mmoja kama hatapata tiba. Kwa huzuni, walikubali sharti hilo. Mzee Hamani akauliza, lakini binti yetu ana miaka 9 sasa. Je, panya wako ataweza kuishi miaka 8 iliyobaki hadi ndoa itimie? Mwarabu Yusufu akajibu, panya wangu anaishi miaka mingi sana, hata zaidi ya binadamu. Wanandoa hao walishangaa sana, lakini walikaa kimya. Yusufu aliwapa vipande 1000 vya sarafu za dhahabu kama mtaji wa maisha yao, na siku iliyofuata aliwapa kijakazi na punda kuwaongoza hadi mji wa kibiashara wa Swanamil. Walimuaga binti yao kwa huzuni, huku Nimanai akilia akiwasihi waondoke naye, lakini waliweza tu kumfariji kwa ahadi kuwa wangemrudia. Miaka 7 baadaye, Nimanai alikuwa mrembo sana, na afya yake ilikuwa imerejea kwani ugonjwa wake ulitoweka kabisa. Alifikisha umri wa miaka 17 na mchumba wake, panya mweupe, alikuwa rafiki yake wa karibu. Ingawa mwanzoni alimwogopa, baadaye alizoea kuishi naye, kwani panya huyo alionyesha upendo mkubwa kwake. Habari za harusi ya binti mrembo wa Kiafrika na panya zilienea kila mahali, zikivutia watu wengi. Wajumbe walitumwa Swanamil kumtafuta Mzee Hamani na Bi Amina, ambao sasa walikuwa matajiri wakubwa, wakimiliki meli na majumba ya kifahari. Wajumbe hao walipowapata na kuwaeleza sababu ya ujio wao, walistaajabu, lakini walikubali kurejea kwa ajili ya harusi ya binti yao. Siku ya harusi iliwadia.
Ilikuwa harusi ya kifahari, lakini wazazi wa Nimanai walihisi huzuni, kwani walijua binti yao kamwe hangeweza kuwa na mume mwingine zaidi ya panya huyo mweupe. Usiku wa fungate, usiku wa kwanza wa ndoa. Nimanai alishtuka usingizini baada ya kusikia sauti ikimuita, "Nimanai, mke wangu, amka tufurahie fungate letu." Kwa mshangao wake, aliona panya wake mweupe akibadilika na kuwa mwanaume mzuri wa Kiarabu mwenye nywele ndefu zinazomeremeta. Nimanai alitaka kupiga ukunga, lakini hakuweza kutoa sauti wala kusogea. Mwanaume huyo alimshika mkono na kusema kwa upole, "Usiogope, mimi ni mume wako. Jina langu ni Homari." Homari alimwelezea mkasa wote, jinsi alivyobadilishwa kuwa panya baada ya baba yake Yusufu kufanya kosa la kumuoa binti wa mfalme wa majini. Homari aliendelea kusema, "Babu yangu alinilani akisema kuwa binti yake amenizaa kimakosa na binadamu, hivyo nitaishi nikiwa panya maisha yangu yote kama adhabu kwa baba yangu. Babu alimchukua mama yangu na kumwambia, kamwe hutoweza kurudi duniani, pia atoniona tena. Baada ya mwaka mmoja, mama yangu alimtuma kijakazi wake kwa siri ili atuhamishe kutoka Uarabuni na kutuleta Afrika ili kuvunja laana yangu na pia kutupatia utajiri. Siri ya kuondoa laana ilikuwa wewe, kwani ilitabiriwa. Tuliishi miaka mingi bila kuona mtu yeyote akipita eneo hili, lakini wewe na familia yako mmekuja kama bahati yangu." Homari alimalizia kwa kusema, "Asante sana, mke wangu. Upendo wako ndio umeniondoa katika laana hii." Kwa furaha, Nimanai alimkumbatia mumewe. Asubuhi iliyofuata, wazazi wa Nimanai walishangazwa walipoambiwa yote yaliyotokea. Walimshukuru mzee Yusufu kwa ukarimu wake, huku naye akiwaambia, "Nendeni mkawasaidia waliowahi kuwadhulumu. Wengi wao sasa wanakufa kwa njaa na magonjwa. Kamwe msihifadhi chuki, bali muwe tiba kwao." Nimanai na Homari waliishi kwa furaha, wakiendeleza wema kwa wengine na kutimiza hatima yao kwa baraka tele.